Nasema kuna dude nataka tulishushe kwenye moyo wako kwa jina la Yesu. Yusufu anawaza wazo. Anasema ninaona. Alafu ndugu zake wanamchukia. Sasa nipe misali ya Mungu inayofuata. Nikuonyeshe mtumishi wa Mungu. Hakuna kitu ambacho Mungu atakiachilia kipya mpaka iko kitu umekiwaza. Ndio maana ema na maombi, kitu ambacho nakiwaza kuijaza Nyamongolo. Nasema kuna vitu vitajaa kwenye duka lako wewe. Kuna mama mmoja namuona hapa, yuko kwenye ofisi yake. Sema mtumishi wa Mungu njoo. Pale kuna wafanyakazi wawili, pale kuna wafanyakazi watatu, kuna mtu anazunguka kwenye kiti chake. Nasema hilo wazo litakuja. Amevaa ilisi yake mwenyewe anagonga tails. Nasema hilo wazo litakuja. Anasema ninaona mwezi, ninaona jua, ninaona nyota akininamia. Baba yake akajua huyu dogo anakuwa kiongozi. Lakini kitu kilichotokea, baba yake akafanyaje? Akalihifadhi lile neno. Mtumishi wa Mungu unisikilize. Huwezi kukaa mahali ambapo hujapaona. Unanielewa vizuri? Huwezi kufika mahali ambapo haujapawaza. Yusufu kuna kitu alikiwaza miaka 14 iliyopita. Watumishi wa Mungu mnisikilize. Ndio maana nataka Mungu atusaidie mwezi huu kuna dude lishuke lisiokuwa la kawaida. Ili mwezi wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4 watu wakiona iko kitu kimetokea, wanasema mbona hiki kimetokeaje? Kumbe hawajajua kuna miaka 17 ambao kuna kitu likibeba. Uwezi kwenda mahali ambapo hujapaona. Kwa nini tunawaza? Sikiliza mtumishi wangu, kwa nini kuna kitu tunakiwaza leo? Kuna kitu tunataka tuende. Wewe miaka 3 ijayo, mwaka mmoja ujao, kuna nini unakiwaza? Nikupa hiyo assignment yao. Mwaka mmoja unaokuja, miaka 5 unaokuja, unataka ukaa wapi? Unataka kukaa wapi? Unataka kufika wapi? Yusufu alikiona kitu cha miaka 14.